kitu ambacho tumesema ni uhuru wa vyombo vya habari. Kiukweli lazima tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa anahakikisha kuna uhuru wa vyombo vya habari. Watu tunaandika, kila mtu anaweza kusema kile alicho nacho. Na ndio jambo ambalo tunaliomba, na ndio ambalo tunaliazimisha leo. Tunataka maendeleo makubwa ya vyombo vya habari. Kwa hiyo tuitumie siku kujitafakari, kama nilivyosema, tunafanya tathmini au ile tunafanya postmortem ya kazi zetu kwa mwaka mzima uliopita. Je, tuna maendeleo kiasi gani au kuna mapungufu kiasi gani, na wapi tunatakiwa kutoka kwa kuwezesha changamoto ambazo tunazo. Na sisi serikali ni sehemu ya mkono wetu wa pili kwa kazi zetu ambazo tunazifanya, kwa ushawishi ambao tunafanya, na lazima tutambue kwamba kalamu zetu zinaweza zikasababisha uhatarishi wa amani na zinaweza zikasababisha uwepo wa amani kwenye eneo letu. Kwa niombe kila mmoja kuwa mzalendo kwenye kazi yake. Sijaona changamoto kwenye mkoa wetu, lakini lazima tuendelee kuambizana. Wewe kama mwandishi wa habari una ethics zako za kazi yako. Wewe mwandishi wa habari tunahitaji na weledi, balance stories, lakini najua kwa kuwa nyinyi wote ni wataalamu, naamini hilo mnafahamu. Niombe kuzingatia haya. Tunahitaji amani zaidi na utulivu ndani ya wilaya na mkoa wetu, na hivyo vyote vitafanikiwa kwa kalamu zetu. Tuhakikishe tunashirikiana panapokuwa na utulivu kipindi hiki cha kusafiri vizuri katika hatua zote. Lakini wajenge wananchi kuwa na amani, kuwa na utulivu kipindi hiki, kuzingatia miongozo. Si kama serikali tunapaswa kushirikiana mkubwa sana kwa kipindi chote mpaka tutakapofika hatua ya kumaliza uchaguzi. Tangu mwaka 2023 ndio dunia imeanza kuadhimisha siku hii, na UNESCO wamekuwa wakija na kila mwaka na kauli yake kwa ajili ya kuhamasisha jambo fulani. Kwa hiyo unakuta tukikutana kutafakari, kuangalia kama kuna waandishi wenzetu wengine wanapoteza maisha wakiwa kazini, lakini tunamshukuru Mungu hilo kwetu hapa karibu, kuangalia kama kuna shida kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Hilo pia naona kwa mkoa huu sidhani kama ipo, halijaripotiwa sana. Kwa hiyo tunaishukuru pia serikali kwa kutoa uhuru wa vyombo vya habari na kwa waandishi wa habari kufanya kazi zao bila kuwa interfere. Kila mtu anakusanya habari, anachakata mwenyewe, mwisho wa siku yeye ndiye anaamua kutoa habari ya aina gani, kama ni bora, kama sio bora. Wale wanaoisoma au kuitazama ndio wanaweza wakakwambia ni bora. Wewe mwenyewe huwezi kusema umetoa kazi bora, kuna watu watakwambia. Wanahabari tujitahidi sana kuepuka hizi public wifi. Unaweza kaenda sehemu unaona kuna public wifi huwa zinatolewa. Kwa mwanahabari lazima ujitahidi kuzingatia kwamba unaziepuka kuzitumia sana, kwa sababu zipo zingine unakuta zina tatizo ama kuna vitu vimewekwa. Kwa hiyo usipokuwa makini utakuta zile nani zako zinaweza kupenya, taarifa zako zinaweza kudukuliwa. Waandishi wa habari tuna tabia moja kwamba nina kifaa changu na laptop yangu, ingia unampa mtu ingia. Wakati mwingine sio wanataalamu wamemwamini tu kwamba ingia kwa laptop yangu, chukua kuna taarifa iko hivi na hivi. Professional kwa mwanahabari haitakiwi. Usimwamini mtu kwa vitu vya msingi kama vile install antivirus. Vifaa vyetu wakati mwingine itakuwa tukiwa na vile, yani kinga, kuna virus mbalimbali zikasababisha pia uharibifu wa data kama kwenye laptop, unaona. Kwa hiyo ni vizuri kufanya na hizo antivirus kwa ajili ya kuweza kuzuia. Waandishi wa habari tujitahidi kuzingatia matumizi sahihi ya nini, ya mawasiliano. Tunaelekea kipindi cha uchaguzi, mambo ni mengi. Kwa hiyo hata mawasiliano yako unayatumia kuyafanya, make sure kwamba inakuwa yako safe, yako very secure, kwa wewe kuweza kuwa salama, ili endelee kuhabarisha watu kwa upana wake na kwa uzuri zaidi. Haitaki mtangazaji wa televisheni ama redio kuongeza maoni yake binafsi wala kutangaza habari za kichochezi. Tumetakiwa kufahamu kwamba Tume Huru ya Uchaguzi inaweza kutoa maelekezo kwa mwandishi wa habari ama kwa mmiliki wa chombo cha habari.
Haitakiwi kurusha habari mtandaoni za kichochezi, za uongo na zenye mapungufu ya wazi. Vile mwandishi wa habari atakayeajiriwa na mgombea haruhusiwi kufanya kazi ya habari, achukue likizo ama achane kabisa na kazi ya uandishi wa habari. Tumetakiwa kupigia debe sheria zote zilizotungwa 2024 na kanuni zilizowekwa 2025 kufanana na zile sheria za mwaka 1977. Japo ni too late, lakini tumeambiwa kwamba tunayo nafasi ya kupaza sauti ili vipengele muhimu kufanyiwe kazi, hususan vinavyotuhusu. Na ikumbuka kuwa ibara ya 18 ndio msingi wa haki ya kazi ya waandishi wa habari, ndio yenye haki ya kutafuta habari na kuarifu umma. Mchango wa akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo kitaifa ilifanyika mkoa wa Arusha, aliyekuwa mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia akili mnemba kwa maana artificial intelligence kama nyenzo ya kuwezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kikwazo. Hapa kwenye tunaona kwamba hata serikali yetu yenyewe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua uwepo wa akili mnemba, na lakini pia inatutia moyo kwamba tutumie akili mnemba isitufanye kwamba sisi tukaiona kama ni kikwazo, isiyo kikwazo kwetu. Pia Waziri Mkuu alisema katika dunia ya sasa vyombo vya habari vinakutana na changamoto mpya zinazotokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji, usambazaji. Lakini pia Waziri Mkuu alitueleza kwamba serikali inaendelea kuandaa sera maalum ya akili mnemba ambayo itatoa mwongozo wa matumizi yake katika vyombo vya habari ili kuhakikisha kuwa teknolojia hiyo inaendana na misingi ya uhuru wa vyombo vya habari na uwazi na uadilifu na uandishi wa habari.